Katika ulimwengu wetu wa kirohani, pete si pambo tu la kuvaa kidoleni, bali pete ni hekalu dogo ambalo ni daraja la mawasiliano na ni banda la makazi kwa nguvu zisizoonekana. Kwa yule aliyepewa baraka ya kubeba marohani wakubwa wema, au Roho Mtakatifu, au majini wenye dhifa, pete hufanya kazi kuu kwa ulimi wa asili. Kwanza kabisa, kazi ya kwanza ambayo pete za kirohani huhusishwa nayo ni kazi ya kifungo cha agano ama kiti cha makazi. Pete ni kama kitanda au kiti cha enzi kwa roho yako ama marohani wako. Marohani, majini, walimu, Roho Mtakatifu hawawezi kuelea hewani kama hewa tu, wakaelea tu hewani bila makazi thabiti. Pete huwekwa mikononi mwa tambiko na baadhi yake hizi pete hupakwa mafuta maalum na dua na usemewa maneno matakatifu. Na hivyo pete huwa ni chombo kinachomruhusu mlinzi wako rohani, mwalimu wako kukaa karibu na wewe katika mwili wako. Lakini pia pete hutengeneza ukaribu. Pete husaidia nguvu za kiroho kuishi karibu na mishipa yako ya damu na moyo, na hivyo hufanya mawazo na amri zako kupokelewa na kuonekana ni amri za kiroho moja kwa moja kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia pete ni chombo cha kuimarisha nuru. Pete inaongeza nguvu. Pete hufanya kazi ya kukusanya na kuimarisha nuru ya kimwili na nuru ya kiroho kwa pamoja. Nuru ya marohani, pete huleta nuru ya kirohani. Pete husaidia marohani kuangaza njia yako ya maisha, riziki, biashara, afya. Pete hujaa nuru. Lakini pia pete huondoa kivuli cha husda, vijicho vibaya, roho chafu, roho za uhasi ambazo vivuli hivi vibaya vitajaribu kukuzunguka au kukukurubia, kukusogelea. Lakini pete hufanya kazi ya mtu wa jadi. Inapokuwa imepigwa jina lako au imeandikwa maneno fulani, pete huongeza uzito wa maneno na uwezo wa matendo yako. Unapofanya mambo ya kijadi kama vile matambiko, dua, visomo, basi pete kazi yake ni kuongeza uzito wa kile unachokisema kifike mpaka kwenye mishipa ya roho, kile kinatoka moyoni. Lakini pia pete ni daraja la mawasiliano, ni kama simu ya kiroho, communication. Pete hutengeneza ufahamu wa haraka kati ya roho na nafsi yako, ishara ya haraka. Mara unapohisi hisia za ajabu, maumivu ya ghafla au kikwazo kisichokuwa cha kawaida, mkono huweza kugusa pete ili kutoa amri ya haraka. Pia inawezekana kama utaelekezwa kwa pete fulani. Lakini roho wako huipokea amri hiyo haraka kama umeme wa alfajiri pale tutakapogusa hiyo pete. Lakini pia pete hupokea maono, ndoto, husafisha mawasiliano usiku. Asema ikisaidiana na walinzi wako huleta ndoto za ufunuo, maono. Lakini pia pete ni onyo la hatari inapokujia, kukufahamisha, kukuzindua. Lakini pia pete ni ngome ya kinga, banda la kujificha. Pete huwekwa kama kiwingu cha kinga dhidi ya majini waovu na wachawi. Lakini pia huzuia kivuli. Roho wako mwema rohani au jini wako mwema hufanya pete kuwa kama moto ambao jicho baya la adui haliwezi kulivuka. Yaani haliwezi kulivuka kukufikia wewe. Lakini pia pete hutenganisha njia kati ya mapigano ya kiroho. Pete husaidia kugawanya nguvu, ikiwapa walinzi wako mahali pa nguvu pa kusimama na kupigania. Kwa kifupi, pete kwa maana ya kirohani si kwamba ni jiwe tu, bali ni makao matakatifu, ni ngao. Pete ni nafasi. Kabla
sijaja kufafanua kwamba kuna pete hii na hii, kwanza nimetaka muelewe. Lakini pia pete, kwa kuendelea, pete ni kumbukumbu ya kiapo. Pete huwekwa ili kukumbuka. Mfano, kuna muda mwingine waweza pata zawadi fulani kwa walimu, likatokea tukio fulani wakakupa pete kama ukumbusho. Ujue nini kilifanyika kati yako wewe na hao walimu hata siku atapokuwa wametangulia mbele za haki, yani wamefariki. Marohani majini kuheshimu sana ahadi za makubaliano. Uheshimu sana ahadi za makubaliano. Pete huwa ndio ushahidi mkuu wa kiapo hicho ambacho mnakubaliana. Tutakuwa tunawafanyia watu tiba kwa utaratibu huu na huu na huu. Pete huwa ni kama muhuri. Lakini kukiuka ahadi, iwapo mwenye mwili atakiuka ahadi na miiko au maagizo ya hizi pete za kirohani aliopewa, mfano kama kunywa pombe, matendo maovu ya uzinifu na mambo mengine, pete huanza kubadilika au kuwa nzito, kumkumbusha na kumzindua. Ni ishara ya walinzi wako kuwa wanakasirika au watajiondoa. Lakini pia kutunza siri, pete hutumika kuficha siri za uganga na siri za ukoo au siri za marohani na makubaliano dhidi ya macho ya adui, wachawi, majini wabaya na washirikina. Lakini pete ni uangalifu wa baraka kati ya kuvuta na kutoa. Siku zote mambo ya riziki, watu wa kirohani huamini kuwa kila binadamu ana mlango wa riziki yake. Na mlango wa riziki zote katika mambo mazuri, afya, riziki, mke, riziki, mme, riziki, watoto, riziki, mali. Lakini pia kila mtu ana matatizo yake ambayo ameandikiwa na Mungu yatamfika. Hivyo pete ikiwa na nguvu na wadhifu wa majini na viumbe husaidia kufungua mlango wa riziki, kwa kufunga mlango wa matatizo, au kusaidizana kumaliza mlango wa matatizo. Ndio ufungua fursa wa kuletea watu mbalimbali na kuongezea mvuto. Hii huonekana kama biashara, kufanikiwa ghafla au deni kulipwa. Lakini pia nguvu za uzazi na mapenzi. Katika utamaduni wa pete hizi hutumika kuleta upendo au utulivu wa nafsi katika ndoa au mahusiano. Na hufanya kazi ya kuondoa chuki, upepo mchafu unaotaka kuingia katika mapenzi yako. Lakini pia kupitisha joto na baridi. Kufahamu hali, kuhisi hisia tofauti kwenye pete ni lugha ya mababu moja kwa moja, ili lieleweke. Lakini mfano, mimi nitatoa baadhi ya isharati, na hii iwe katika darasa lingine kwa wale ambao wanatumia pete. Kwa wale ambao wanatumia pete, ukiona hivi basi uelewe maana yake nini, na ukiona hivi ujue maana yake nini na nini.